Leo miradi yote tulioikagua leo ni ya pesa za ndani za halmashauri. Hii inadhihirisha kwamba halmashauri chini ya usimamizi wa mkuu wenu wa wilaya tunafanya kazi nzuri ya ukusanyaji, lakini ya matumizi ya pesa zenu, hususan kwenye miradi hii ya maendeleo. Lakini lazima tukiri, sisi Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kinondoni tuna majimbo mawili, Kinondoni na Kawe. Moja ya kero kubwa kwenye jimbo la Kawe ni miundombinu ya barabara. Kwa tunapokuja tukaona miundombinu ya barabara hii na tuvisha nguo, tunasema na tufanya sasa tutembee kifua mbele, kwa kuamini kero ya barabara kwenye jimbo la Kawe inaenda kupata ufumbuzi. Dishe kasi yao huu muda mlioweka wa mwezi wa 7, tungependa tukija mwezi wa 7 tuje kukuta kweli barabara imekamilika kwa 100%. Lakini so far ni barabara nzuri. Tutakuja kuona na mifereji na facility nyingine ambazo mmekusudia kuziweka kwenye barabara hii. Kwa tunawashukuru sana TARURA, tunawashukuru sana halmashauri, lakini lazima tumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kutusupport wilaya yetu hii ya Kinondoni. Tumemsikia mstahiki meya anasema kuna miradi mingi, ni kweli. Tunajua Mheshimiwa DC, tunafahamu zimekuja zaidi ya trilioni 1 kwenye wilaya yetu. Kwa hiyo Kinondoni ni miradi ni mingi sana. Hii tunayoikagua ni sehemu tu ya miradi mingi ambayo iko kwenye wilaya yetu ya Kinondoni. Tenga katika bajeti yetu 10%, takriban bilioni 6 kila mwaka kuboresha miundombinu kwa kushirikiana na wenzetu wa TARURA. Kwa hiyo barabara hii ni moja ya mafanikio hayo. Tunaijenga kwa mapato ya ndani, kama ulivyoona juzi kwenye Mwenge tumejenga ile barabara ya Mediterano kwa kiwango kizuri sana, na kiwango kile kinafanana pia na barabara hii. Kwa hiyo niendelee kumshukuru mkurugenzi kwa kutekeleza maamuzi na maagizo ya kamati ya fedha pamoja na baraza la madiwani kuhakikisha kwamba tunaelekeza fedha kwenye miradi ya maendeleo, na yeye na timu yake wamekuwa wakisimamia kuhakikisha kile ambacho tunataka kifanyike kimekuwa kikifanyika, ikiwemo miradi mingine ambayo mmetembelea pamoja na barabara hii. Na hii ni sehemu tu ya miradi ambayo tumeendelea kuitekeleza ndani ya manispaa yetu ya Kinondoni. Tunajua muda ni mchache, lakini tukisema tukutembeza kwenye miradi yote itakuchukua wiki moja kuweza kuikamilisha. Kwa hiyo nikushukuru sana, naendelea kututia moyo ili tuendelee kutekeleza majukumu ya kuhakikisha ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi inatekelezwa vizuri, ili wananchi fikapo Oktoba waweze kutiki. Majina anaitwa Engineer Margaret Case kutoka TARURA Kinondoni. Muda mradi huu ni miezi 9. Ulianza tarehe 7 mwezi wa 10 2024 na unatarajia kukamilika tarehe 7 mwezi wa 7 2025. Mradi huu mpaka sasa hivi umefika 78%. Thamani ya mkataba huu ni gharama ya shilingi bilioni 1.2. Malipo mpaka sasa hivi yaliyofanyika ni milioni 393. Manufaa mradi huu ukishakamilika, kwanza utasaidia kuboresha barabara husika kuweza kupita katika vipindi vyote vya hali ya hewa. Pili, kutaleta mawasiliano katika upande ambao karavati itajengwa. Tatu, kutapunguza mafuriko yaliyokuwa yanakumba barabara hiyo kwa kujenga mitaro ya maji. 4, kuongeza thamani ya ardhi katika maeneo yanayozunguka mradi. 5, kuongeza usalama barabarani kwa watumiaji wa barabara kwa kuwa kutakuwa na uwekaji wa alama za barabarani na tayari ambazo zimeshawekwa. Mwanzo barabara ilikuwa mbaya sana. Yaani tumekula vumbi, lakini sasa hivi tunamshukuru Mungu, barabara ni nzuri, tunaenjoy kwa kweli. Ni nzuri sana. Yaani usafiri ulikuwa wa shida. Hata bodaboda ukikodi kutoka kule Mabibo anakuambia kule hatuendi kwa sababu ilikuwa na mashimo mengi sana. Gharama ilikuwa inatukosti. Kwa hiyo unaweza kutoka na Mabibo kule ikabidi shushe kule barabarani, uchukue tena usafiri mwingine ulete huku. Lakini sasa hivi anakuja bila shida. Tena anakuambia twende Madenisi. Kule barabara ni nzuri kwa sababu ni lami sasa hivi. Yaani sasa hivi tunaenjoy kwa kweli. Barabara ni nzuri sasa hivi. Ni lami. Tunashukuru serikali yetu ya awamu ya 6. Kwa kweli ni nzuri.
wametufanyia mambo mazuri. Barabara yani tunaenjoy vizuri sana. Jina langu ni Godfrey Ndimbo, ni mkazi wa mtaa wa Mbuyuni, zamani ilikuwa inaitwa mtaa wa Changanyikeni. Niko hapa toka mwaka 1996. Kiufupi tulikotoka na tulipofikia sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Haya ni mafanikio makubwa sana kwa serikali yetu kuweza kutuletea miundombinu hii ya barabara, ambapo zamani tulikuwa kutoka huko chini huko Kimacha mpaka kule mtu alikuwa anatumia na gari lake zaidi ya lisali moja na ushe, kwa sababu barabara ilikuwa hasa msimu huu kinyesha au mvua, barabara ilikuwa ni matope, magari hayawezi kutembea. Lakini hii imenigusa kwenye moyo wangu, ambao nilikuwa muda wote nilikuwa nawaza lini tutapata barabara iliyokuwa sahihi, na ambapo barabara hii ndio ikifanikiwa inaenda kutokea Makongo. Kwa kweli wananchi wa mtaa huu wote watakuwa na fursa mbalimbali, hasa wakiweza kuanzisha biashara vidogodogo na mawasiliano ya huku na huku. Mimi ninachotaka kusema kwa kifupi, mitano iendelee. Furaha kubwa kuona kilio cha wananchi, malalamiko na kikwazo cha wananchi sasa hivi kupitia manispaa ya Kinondoni kimeondolewa. Mara ya mwanzo niliitwa kwenye eneo hili mwaka 2023 tulipokuwa na mvua nyingi. Nilikuta watu wengi hapa wanashindwa kupita, na waliokuwa wanajaribu kupita walikuwa nakumbana na ukinzani mkubwa wa haya maji. Kwa hiyo ilikuwa ni tatizo hapa kwa sisi wana Kinondoni na wenzetu wananchi wa wilaya hii ya Ubungo, kwa maana namna mzuri ya kupita. Lakini furaha kubwa kuona kwa shilingi milioni 198 mapato ndani ya halmashauri yetu ya Kinondoni zimetumika kujenga hichi kivuko cha kisasa kabisa ambacho kinaokoa maisha, kinarahisisha usafiri kwa watu hapo, lakini pia na huduma mbalimbali. Kwa hiyo kongole sana kwa mstahiki pamoja na mkurugenzi na timu yake kwa kazi nzuri, kwa sababu tulifanya tafiti hapo, zaidi ya kaya 1500 za wilaya ya Ubungo na wilaya ya Kinondoni zinatumia daraja hili. Kwa hiyo ni kaya nyingi. Tatizo hilo lilokuwa nalo limeenda kuondoleka, na hii ilikuwa ni maelekezo mahususi ya Chama chetu cha Mapinduzi wilaya ya Kinondoni kwamba tuweke hapa daraja. Nilipokuwa nimefika tu, Mheshimiwa Mwenyekiti, maagizo ya chama wilaya ya Kinondoni ikiwa ni utekelezaji wa ilani ya Chama chetu cha Mapinduzi kwenye daraja hili kwa wananchi hawa zaidi ya kaya 1500 limetimia kama ambavyo mmeweza kujionea hapa. Kubwa kabisa wa pesa za serikali unafanywa hapa. Tumeambiwa zimewekwa bilioni 1.3, lakini makadirio ni bilioni 3.4. Mnaweza mkajionea ni pesa nyingi za serikali zinawekwa hapa kwa ajili ya kutafuta elimu ya watoto wetu. Kwa sisi tunaishukuru sana halmashauri, kwa sababu mimi natambua ujenzi wa shule hii na ujua kuanzia mwanzo. Kwa hiyo natambua jitihada za mstahiki meya na mkurugenzi wake katika kutafuta shule ya sekondari kwenye eneo hili. Na mstahiki meya alishirikisha kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kinondoni, tulikuja kukagua kabla hata ya ujenzi. Kwa hiyo lazima nimsifu sana kwa jitihada hizi, na leo tumeona matunda. Ni jengo zuri sana, na kupitia ushawishi ule wa mstahiki meya na halmashauri ukapelekea serikali kuu ilete pesa nyingi. Kwa hiyo tunamshukuru yeye, tunashukuru serikali kuu kwa kuona umuhimu wa watu wa Tandale kuwa na sekondari yao. Tandale palikuwa na shule za msingi 4, lakini hapakuwahi kuwa na shule ya sekondari. Leo tunashuhudia sasa watoto wa Tandale kama alivyosema Mheshimiwa DC wanasoma kwenye shule ambayo ipo ndani ya kata. Kwa haya ni mapinduzi makubwa ya kielimu kwenye wilaya yetu, na sisi kiujumla tunasema ni jambo jema. Lazima tuwashukuru.